ihsani ila yaumiddini wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru mara zote Mwenyezi Mungu mtukufu kwa baraka zake na kwa neema zake na kwa fadhila zake nyingi kwetu sisi waja wake. Na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na ahlu beiti zake salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Tunaendelea kuelezeana kuhusiana na maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratun Naba, na alhamdulillah tulishafika katika aya ambazo tulizitafsiri au tulizielezea maelezo mafupi za watu wema, watu wa peponi, baada ya kuwa tulizungumza kwa urefu kuhusiana na waasi, watu waovu, watu wa motoni. Kwa hiyo darasa lilioanza kipindi kilichopita tulizungumza kwa ufupi aya hizi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'asan dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Hizi ni aya za Mwenyezi Mungu kuwazungumzia au kuzungumza kuhusiana na watu wa peponi. Tulitafsiri hadaiqa wa anaba maana yake nini, wa kawaiba atraba maana yake nini, wa kaasan dihaqa tulizungumza maana yake ni nini, lakini hatukuingia kwa undani sana. Tulizungumza kuhusiana na watu wa motoni, watu waliogopa kwa kuziogopa zile adhabu, zinashtua, zinatisha. Lakini katika aya hizi Mwenyezi Mungu anazungumza na watu au anaelezea watu wa peponi. Naamini insha Allah kwa maelezo haya tutakayoyazungumza kuhusiana na watu wa peponi itatuvutia, itatupendeza na itatupa hima ya kumkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mazuri anayoyataja mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa watu wa peponi. Na hasa ukizingatia binadamu ni mtu anayependa raha,
anapenda vitu vilivyokuwa vizuri. Hakuna anayependa tabu. Tabu kama itatokea, ima ni mtihani au ni majanga ambayo yanamkumba mwanadamu, lakini kiasili mwanadamu hapendi tabu, na ndivyo alivyotuumba Mwenyezi Mungu. Katupa mengi ili tuweze kupata raha ya hivyo alivyotuumba na au vile alivyotuumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana katika maneno ambayo tumekuwa tukiyarudia mara kwa mara, akisema ya ibn Adam khalaqtu la ashya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajli, ewe mwanadamu, nimeumba vitu vyote hivi kwa ajili yako wewe, ili unufaike wewe, ili ufurahike wewe. Vyote hivi nimeviumba kwa ajili hivyo. Alafu wewe akakuumba kwa ajili ya kumwabudu tu, na ibada pia akaziwekea muda mchache sana. Katika masaa 24 ya mwanadamu ni masaa machache sana anayeshughulika na ibada, lakini muda mwingi uko katika starehe yako wewe. Kwa hiyo muda ni mwingi sana wa starehe kuliko wa ibada ya Mwenyezi Mungu. Hata ukichukulia sala tano hizi ni dakika chache tu. Sala ya asubuhi raka 2 inachukua dakika ngapi umemaliza? Tukiacha mambo mengine ya sunna ambazo utazidisha mwenyewe, utakaa, utaomba ya ziada na nini, tuchukulie tu ile faradhi yenyewe ya raka 2 inachukua dakika ngapi? Ni dakika chache sana. Hal kadhalika dhuhuri raka 4, achilia mbali sunna za pembeni, yenyewe tu kuswali raka 4 kwa utaratibu ule ni dakika chache sana. Njoo sala ya alasiri, njoo sala ya magharibi raka 3, njoo sala ya isha raka 4. Kwa hiyo zote hizo ukizikusanya, kwa hata swali polepole namna gani, haumalizi saa moja zote. Nenda polepole mno, hautomaliza saa. Zaidi ya hapo ni nusu saa, umezimaliza sala zote 5. Yaani kama waambiwe sasa hivi simama hapo uswali sala 5 hizi kwa wakati mmoja, anza asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha kwa kisimamo kimoja, sidhani kama nusu saa itaisha. Kwa usomaji wetu haraka haraka utamaliza. Sasa katika masaa 24 Mungu amekuambia tu utenge nusu saa au dakika 40 tu kwa ajili ya kumwabudu. Ndiyo hilo tu. Mwezi wa Ramadhani katika miezi 12 akakupa mwezi mmoja tu kwa ajili ya kushinda na njaa na kiwi mchana, basi. Miezi mingine yote unakula unavyotaka, labda uamue kufunga sunna kwa mambo yako mwenyewe, lakini faradhi ya Mwenyezi Mungu ni mwezi mmoja, na si usiku na mchana pia. Ni kuanzia saa 11 na madakika kadhaa mpaka saa 1 ya magharibi usiku. Ni muda masaa mangapi? Ni masaa machache mno, kisha unakula. Zaka ni kidogo katika mali yako. Zakatul fitr utoe kilo 3. Unakula kila siku mwaka mzima. Kwa mwaka akakwambia nitolee zaka kilo 3 tu kwa mwaka. Ni chache sana. Kwa mwaka mzima kilo 3. Sasa zichukue faradhi zingine zote unazikuta ni kidogo kidogo sana, ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka mja wake azifanye. Lakini muda mrefu zaidi, mkubwa zaidi, ni wa starehe, ni wa raha. Ndio khalaqtu la ashya'a li ajlika, nimeumba vyote ili ufurahike navyo, ili upate raha na hivyo vitu alivyoviumba
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wewe kwa ajili ya kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo pepo ni nzuri, na alhamdulillah leo tunaanza mikesha kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu atuweke katika pepo hizi. Hii pepo ambayo tutakayo izungumza hapa ndio tunaanza kumlilia leo katika masiku haya matukufu, masiku ya cheo, masiku ya Lailatul Qadr. Na kabla ya pepo upate raha hapa duniani, shida hakuna anazozipenda, umaskini wa kulala na njaa hakuna binadamu anapenda, umaskini wa siku ya Idi watoto wako hawapendezi, wajirani wanapendeza, hakuna anayependa. Mtoto anarudishwa shule, uniform yake imechanika au hana, au hajatoa mchango wa chakula shuleni kama ni shule ya serikali, hakuna anayependa. Hakuna anayependa atembee hana hata nauli na mvua inamnyeshea na matope ya barabarani, hakuna anayependa. Vyote hivi vyenye uchungu, vyenye maumivu kwenye maisha, binadamu hapendi na Mungu pia hapendi. Ndio maana tunasema siku zote Mwenyezi Mungu hajatuleta duniani kwa ajili ya kutuumiza au kututesa. Mungu hajatuleta kwa ajili hiyo, bali Mwenyezi Mungu ametuleta kwa ajili ya kuturehemu, ili kupate kurehemewa, kupata rehma ya Mwenyezi Mungu ambayo ndio imeenea katika vitu vyote. Hayo ndio maisha ya mwanadamu, na ndio maisha alivyotaka Mwenyezi Mungu mwanadamu aishi. Ndiye akatwambia, waman a'radu an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Kuwa mwenye kwenda kinyume na mafunzo na maelekezo ya Mwenyezi Mungu anaishi maisha ya tabu. Kumbe tabu si ya Mwenyezi Mungu, tabu ni ya Ibilisi, sisi kuwa kinyume na Mwenyezi Mungu. Ndio maneno yake Mwenyezi Mungu, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Maneno mengine, bima kasabati aidin nas. Hayo machungu mnayapitia ni machumo ya mikono yenu, ni matendo ya mikono yenu, ndio mmesababisha mkateseka, mkaumia, na mateso hayo vile vile yakawapeleka katika adhabu ya kaburi na adhabu siku ya Kiyama. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana, mazuri duniani na mazuri akhera. Sasa inshallah tuzungumze baadhi ya aya za Mwenyezi Mungu anavyozisifia pepo za hawa watu, inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'asan dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Hawa ni watu wa peponi. Kwanza, sifa yao ya kwanza kwa ufupi katika maneno matukufu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema inna ahlal jannati muluku, hakika watu wa peponi ni wafalme halisi. Hii hadithi kwanza muikariri, inna ahlal jannati muluku, watu wa peponi
hakika watu wa peponi ni wafalme. Ufalme ambao unaona madunia, ulimwengu, watu wananyang'anyana, wanauana, wanatesana, wanaumizana, hao si wafalme wa halisi. Mfalme wa halisi ni nani? Kwa maelezo ya Bwana Mtume, ni watu wa peponi. Kwa sababu gani? Ufalme wa uhalisi ni ule ambaye hakuna kitu unachozuiliwa, vitu vyote ni amri yako. Wafalme hawa wa duniani hawaishi kwa amani, hawaishi kwa utulivu, hata kama ni mfalme. Ndio maana unamuona amezungukwa na ulinzi mkali mno. Kupita kwake tu hivi mnaweza mkazuiliwa hata masaa 2 au 3 ili yeye aje apite. Hatakiwi mtu asogee. Kama ungekuwa na uwezo wa kuzuia hata inzi, asingekaribia pale atakapopita. Na ulinzi ni mkali, ni mzito. Hana raha, hana amani. Hawezi kukutana na wananchi wake wa kawaida. Hawezi kupita katika mitaa akiwa mwenyewe, kama alivyokuwa akipita Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali, na kama alivyokuwa akifanya Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Wakitembea hata usiku mtaani wakiwasaidia watu. Anajiita mfalme leo hii, nani ambaye anaweza kufanya kazi hiyo? Usiku anatembea mwenyewe pasi na hata ya ulinzi, atembee mwenyewe. Si atembee na gari na kifaru, atembee na miguu. Toke hapa apite mitaa ya Matejo, apite Ngaranaro, awakute watu maskini hawajala, usiku awapatie vyakula. Nani ambaye anaweza kufanya hivyo? Kiongozi wa kawaida tu. Hata yule tu wa nyumba 10 hawezi kufanya hivyo. Anaogopa. Hana amani, hana utulivu. Ije kuwa mfalme wa nchi anaweza kufanya hivyo? Hajaribu. Hata kupita na ulinzi pia hawezi, anaogopa. Sasa Bwana Mtume anasema wafalme halisi ni watu wa peponi, ndio mtakuwa wafalme. Kwa sababu utakuwa na amani, utakuwa na utulivu, utakuwa hakuna chochote kinachokuzuia. Na Imam Ali kwa ufalme huu aliokuwa anaufanya duniani anasema ana tabibun dawar. Mimi ni daktari ninayozunguka, natembea huku na kule kuwasaidia watu. Maneno mengine ya Mwenyezi Mungu anazungumza kuhusiana na hawa wafalme. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maneno haya matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema nini? Na utakapowaona na kuyaona yaliomo katika hizo pepo, kisha utaona neema walizopewa na Mwenyezi Mungu na ufalme mkubwa waliopewa na Mwenyezi Mungu. Hii ni aya. Watu wa peponi wataonekana na mengi waliopewa ni makubwa mno, na watapewa ufalme mkubwa mno. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikifafanua ufalme wa mtu wa peponi. Tena inasema yule mfalme wa mwisho kabisa. Tutakuwa kwenye daraja, si pepo ina daraja. Ile ya mwisho kabisa ambaye wewe ndio utakuwa ni mtu kwa hapa duniani, ndio tuseme maskini wa kutupwa, wa mwisho kabisa. Pepo yako au pepo ya huyo mtu itakuwa ni pepo ya kutembea kwa masafa ya kilomita au masafa ya miaka 1000. Sijui mmenielewa hii lugha? Kutembea kwako, kuitembelea hiyo pepo
ni masafa ya miaka 1000. Kwa hapa duniani ukitembea ni masafa ya miaka 1000. Na hadithi haijazungumzwa unatembea na nini. Utembea na miguu, utembea na baiskeli, utembea na pikipiki, utembea na gari, utembea na ndege, ni miaka 1000. Sio falme wa nchi ambao unaweza kutoka hapa mpaka pale na gari umemaliza. Kipande chako umekimaliza. Hapa Bwana Mtume anasema miaka 1000 unatembea, huwezi kuimaliza. Kwa ule utembeaji wa kibinadamu kwa kipandwa chochote ulichokuwa nacho. Na humo kwenye hiyo pepo hawatoruhusiwa kuingia hata malaika isipokuwa kwa idhini yako wewe. Yaani hakuna anaingia pale isipokuwa ni wewe. Sasa ukisoma pepo ya aina hii inakupa hamu ya kumwomba Mwenyezi Mungu akuingiza katika pepo hii. Inakupa furaha ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakuongezea nguvu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu utumishi wenyewe wa kumtumikia Mwenyezi Mungu sio kwa muda mrefu kama tulivyoelezea, ni muda mfupi sana. Kwa nini sasa usimtumikie Mwenyezi Mungu katika mida hiyo? Unapewa pepo ya aina hii. Kisha anaelezea Mwenyezi Mungu namna pepo hiyo ilivyo, vitu vilivyomo ndani ya hiyo pepo ambayo masafa yake ni miaka 1000. Haruhusiwi mtu mwingine kuingia, wewe ndio mwenye amri, hakuna anayekukatili mle. Si tumesoma la yasmauna fiha lagwan wala kidhaba, ndio maana yake hii. Hausikii upuzi, usikii mtu kukukatili. Amri ni yako tu. Hata malaika wanakusikiliza wewe. Alafu imejaa vitu ambavyo macho hayajawahi kuona, wala masikio hayajawahi kusikia, wala moyo haujawahi kufikiria uzuri wa garden hizo, wa hadaika wa aanaba. Hadika hizo, bustani namna zilivyo. Ndio Mwenyezi Mungu anazungumza vilivyomo baadhi tu ya aya, japokuwa aya za pepo ni nyingi. Anasema wafakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a. Na maneno mengine wafakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Angalieni maneno pepo namna ilivyo. Kuna matunda mengi mle. La maqtu'atin wala mamnu'a. Hayaishi matunda hayo. Na wala hakuna unalokatazwa mle. Amri ni yako. Yaani lilioko peponi wewe ndio mfalme. Si tumeanza na neno inna ahlil janna muluk. Maneno ya Bwana Mtume, wa idha ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wewe ndio mfalme mkubwa, hakuna kuingiliwa. Hakuna hii hapana, hii hapana. Vyote vilivyoko pale ni wewe ndio unajiamulia. Hakuna unachozuiliwa. Ndio anasema wafakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a. Hayakatiki, yani hayafiki msimu umeisha. Sisi hapa sinafika wakati una hamu na embe, lakini msimu wake umekwisha. Na kama ukilipata ni lile ambalo limetumia madawa, halina ladha, sio tamu. Una hamu na chungwa, una hamu na nanasi, lakini msimu wake unaambiwa huu sio msimu wake. Na ukilipata liliotengenezwa na binadamu,
si tamu. Ukilila ni chachu au meno yafe ganzi, hana ladha, mpaka usubirie msimu, na msimu pia unayachagua ni lipi liliokuwa tamu. Sasa hapa anasema la maqtu'a, hayana msimu, wala mamnu'a, na mle hakuna unachozuiliwa. Si Adamu aliambiwa ingie peponi, lakini akaambiwa usiukaribie mti huu? Si ndivyo alivyoambiwa Nabiullahi Adam? Aliwekwa katika bustani hiyo peponi, akaambiwa kula yote, lakini hapo siguse. Sasa wewe hakuna kuzuiliwa chochote, vyote vilivyomo ni vyako. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, ni yale matunda ambayo mwenyewe unachagua lipi unalotaka kula. Na kwa bahati nzuri kula unakula, lakini huwezi kusema nimeshiba, tumbo limejaa, takiwa niende chooni nikapunguze. Hakuna hicho kitu. Yaani wewe ni saa yote utakapotamani kula unakula, na hauvimbiwi hata chembe, na useme basi hata nimekinai kila unapolila linazidi utamu, ukija kulirudia ni tamu. Ni pepo ya ajabu, si ndio? Kushiba ni hapa tu duniani, kwa sababu kwa muda fulani utakiwa ufanye shughuli fulani uache kula, lakini kule wewe hakuna, ni mwenyewe tu unaweza kusema sasa hivi sili, sasa hivi nakula. Kwa hiyo hata ukila unatembea kwenye bustani yenyewe yenye masafa ya miaka 1000 ile ya chini, na naamini sisi hatutoingia bustani katika pepo hiyo ya chini inshallah. Sisi tutaingia pepo pamoja na maasumina alaihim afdalu salatu wassalam, kama tulivyozungumza katika aya zilizotangulia, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Si mnakumbuka aya hii, kuwa tutawaita watu siku hiyo, kila kundi litakuja na kiongozi wao. Si mnakumbuka tulivyoifafanua aya hii? Sasa sisi tutaitwa kiongozi wetu ni nani? Innama waliyukumullah war rasul, na asante, Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wilayatu Ali ibn Abi Talib alayhi afdalu salatu wassalam. Ndio haya maneno, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Sasa anasema matunda hayo unakula unavyotaka. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayr mimma yashtahun, na kutakuwa na nyama za ndege. Wale ndege watamu unawapenda, wako tofauti. Ndege wako aina nyingi sana, si ndio? Kama kuna wataalamu hapa wa ndege wanaweza kukutajia aina za ndege, ni wengi mno. Wanaeliwa hapa duniani tu hivi, makundi ya ndege ni mengi. Kuna mahala niliwe kusikia mmoja pori moja au mbuga moja ina aina ya ndege zaidi ya 1000. Sasa hiyo ni mbuga moja. Ukienda maeneo mengine unakutana na hivyo. Kwa hiyo unaweza kukuta aina za ndege karibia mamilioni. Ziko aina nyingi sana za ndege. Sasa hapa Mungu anasema nyama zake ni tamu. Si hata sisi pia tunapenda kuku. Akija mgeni ukimchinjia kuku umemheshimu sana na anajisifu sana. Kwa hiyo hata ukichinja ng'ombe, lakini ukimchinjia kuku ina heshima yake. Na mfugaji wa kuku yuko hapa, mwana saikolojia Sheikh Ismail. Tuomba kuku wakue inshallah, uanze kuwauzia waumini hao. Kuku ni watamu, wana heshima yake kwenye jamii zetu. Ni ndege
na ndege wengine wengi ambao tunawajua ladha zao namna zilivyokuwa tamu. Wengi mlioko hapa ni wa mjini, hamjatega sana huko maporini kwenye mambuga. Mtuulize sisi ambaye tunajua kuwatega ndege walivyokuwa watamu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema walahami tayr, kuna nyama za ndege. Wale ambao na nafsi yako inawapenda nyama nzuri. Sasa nyama yenyewe sio unaanza kumuwinda uchoke alafu umchukue umchinje ukamchome unahitaji nyama ya huyu ndege. Unataka ya nini? Ya kuchomwa, inakutokea yenyewe tu. Na unatembea bustani kubwa namna hii. Aya zingine zinazungumza ukubwa wa pepo ni ukubwa wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin uiddat lilmuttaqina inna lilmuttaqina mafaza. Ni kubwa namna hiyo. Sasa ukienda upande huu unakutana na kundi ndege wanono wa peponi. Hao sio kama hawa kwetu, wa peponi. Unamwamrisha, uko nao, unacheza nao, ndio wanapamba pepo yako wa rangi tofauti tofauti. Leo ukipita katika bustani ukakuta ndege hawa kasuku au ndege gani wale ambao wanabadilika mabawa yake ni mazuri, tausi, asante, ambao wako hata kwenye ikulu yetu hapa. Watu wakienda wanapiga picha, wanawashangaa. Sasa kule upambane na ndege ambao wameandaliwa kwa ajili ya kukustarehesha wewe. Alafu unakula nyama yoyote unayotaka na unakula hushibi. Unasikia ladha tu. Nani asiyokuwa na hamu ya kuikimbilia pepo hii ndugu zangu? Na unaipata tu kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma rzuqna aljanna. Ukamuomba tu Mwenyezi Mungu tu, ukaswali, ukafunga usiku wa Lailatul Qadr kama vile leo, ukakesha, ukamuomba, ukamlilia Mwenyezi Mungu katika masiku kama haya, Mungu anakupa vitu vizuri namna hii ambayo dunia hii tunayoumia nayo tunaiacha wakati wowote. Kwa nini upende uumie duniani na akhera ukaumie? Waislamu, kwa nini uumie duniani na ukaumia na akhera? Hapo unaishi njaa, unaishi mnyonge, unashindwa kutimiza mahitaji yako ya umuhimu, mahitaji yako muhimu ya dharura. Bado Mwenyezi Mungu anakupa afya na anakutengea siku maalumu ya kumuomba, bado vile vile haujibidishi. Umeridhika na shida ulizokuwa nazo? Na nani anayeridhika na shida alizokuwa nazo? Ikiwa maumbile ya binadamu yanataka raha, yanataka maisha mazuri. Ukifika nyumbani, mtoto anahitaji embe, chukua, anaenda kanunue. Umepigiwa simu na familia, mke, embu njoo na juisi ya aina fulani, embu tuletee vitu fulani tuje tutengeneze juisi, au leo tupige futari ya aina fulani. Sawa, unanunua, unapeleka. Nani asiyopenda maisha aina hiyo? Nani? Isipokuwa atakuwa ni mwenda wazimu ikiwa atasema hapendi maisha aina hii. Na Mungu anataka maisha haya mazuri namna hii. Kama tulivyozungumzia katika historia ya al-Imam al-Hasan siku ya kuzaliwa kwake. Jipambeni, kuleni vizuri, vaeni vizuri, nendeni msikitini mkiwa mmependeza. Yote haya tulieleza vile vile katika siku ya kuzaliwa kwa al-Imam al-Hasan Ramadhani 15 majuzi.
Sasa Mwenyezi Mungu anazungumzia pepo hiyo, ina matunda ya aina hiyo na ina nyama ya ndege wa aina hiyo. Kisha anasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalieni aya hii, mathalul jannati allati u'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairin asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Allahu akbar. Mungu anapoizungumzia pepo, maneno ni mengi sana kuliko anapoizungumzia moto, kwa sababu hapendi kuona tunaingia motoni. Mungu hapendi, na tusimlazimishe Mungu atupeleke motoni kwa kumlazimisha. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Ndio maana tulisema katika masiku yaliyopita, wewe muombe Mwenyezi Mungu, jidhalilishe kwa Mwenyezi Mungu, mdhanie mema Mwenyezi Mungu, mdhanie mazuri Mwenyezi Mungu. Ukiswali usiwe na shaka, uanze kusema hii sala yangu sijui imekubaliwa. Mdhanie vizuri, Mungu amenikubalia sala yangu. Umefunga usiwe na shaka, unaanza sijui nimekubaliwa, hata sijui bana, nimeomba dua bana, sijui kama nimekubaliwa au vipi. Mdhanie mema, mdhanie mazuri Mwenyezi Mungu. Na tulinukuu vipande vya dua vilivyoko katika dua Kumail ya Amirul Mu'minin akimfundisha sahaba wake nani? Kumail. Mdhanie ukiomba dua, kama ambavyo tumeswali adhuhuri na alasr na dua tulizozisoma, kuwa na dhana kuwa Mungu amekukubalia dua zako. Dhana njema, nia njema ndiyo inayotengeneza. Nia njema ndiyo inayotengeneza. Na kwa nia njema unaweza kuhesabiwa mahesabu yaliyokuwa mazuri. Ndio maana katika baadhi ya riwaya, japokuwa ni sehemu tofauti, inaelezea hakuna dhambi kubwa. Angalieni haya maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengine wanasema ni hadithul qudsi, maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo hayapo katika Qur'ani, yanaitwa hadithu al-Qudsi. Yanasema hakuna dhambi kubwa kama mja anayekesha usiku wa Lailatul Qadri mpaka alfajiri, kisha anaondoka pale akawa anashaka kuwa Mungu huenda hajamkubalia dua yake. Hiyo ni dhambi kubwa. Hadithi nyingine inasema hakuna dhambi kubwa kwa mja kama yule atakayoidiriki siku ya Arafa, siku ya 9, siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, ambaye kesho yake siku ya 10 tunaingia katika Idi ya kuchinja. Ile siku ya 9 ambayo watu tunafanya amali, watu wanafunga, tunasoma dua, kuna ibada kadhaa zinafanyika, hasa sisi ambaye kwa wale ambao hawajajaliwa kwenda Maka. Hadithi inasema dhambi kubwa anaipata mja kama yule atakayekutwa na siku ya Arafa akamwomba Mwenyezi Mungu katika siku hiyo, alafu akawa na dhana, anahisia, anadhani kuwa Mungu hajamkubalia dua yake. Hiyo ndio dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Inatufunza nini hapa? Inatufunza usimdhanie vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mdhanie mazuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulikuwa umemwomba akupe chakula na hujakiona, mdhanie Mwenyezi Mungu amenihifadhia, hatanipa wakati mwingine, au labda ameniwekea peponi.
Usiseme Mwenyezi Mungu hajanipa bwana, sijui bwana. Au kasema sijui nimemkosea nini Mungu mpaka asinipe. Unajisononesha namna hiyo, unajinyongesha, unajiumiza hivi. Unasema sijui nimemkosea nini bwana. Kila nikimwomba hata sioni majibu, sioni na nini, unakata tamaa. La taqnutu min rahmati la. Usikate tamaa. Usijinyongeshe. Ikiwa tu kwa binadamu mwenzako akikuahidi unakuwa na matumaini. Binadamu labda mno rafiki, mnaelewana, akikuahidi akikwambia basi hamna shida, mimi nitakupatia. Unakuwa na matumaini, haukati tamaa. Unasema atanipa tu, labda muda bado. Kwa binadamu mwenzako haukati tamaa. Na unamdhania tu huenda labda amebana na baadhi ya vitu na nini, lakini atanipatia. Si ndivyo tunavyozungumza? Kwa nini umkatie tamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa hadithi hizi za Bwana Mtume zinatisha. Kuwa umekesha usiku wa Lailatul Qadr, umediriki siku ya Arafa, alafu ukawa na wasiwasi kuwa Mungu hajanikubalia, hiyo ni dhambi kubwa. Kwa hiyo mdanieni mazuri Mwenyezi Mungu kama dua Kumaili inavyotueleza ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Sasa aya hii nazungumza nini ambayo nimeisoma? Anasema mfano wa pepo mlioahidiwa nyinyi wacha Mungu. Hiyo aya, inna lilmuttaqina mafaza, wamefaulu, wamefuzu wacha Mungu. Na saumu yetu tunayofunga la'allakum tattaqun, ili tufike katika daraja la ucha Mungu, tumeingizwa kwenye pepo na inshallah Mwenyezi Mungu atatuingiza peponi. Anasema mfano wa pepo mlioahidiwa nyinyi wacha Mungu, fiha anharun, pepo hiyo ina mito, min ma'in ghairin asinin, ina maji yanayopita chini yake, maji hayo hayaharibiki. Hayafiki usema maji yamechafuka, ni mazuri na kila siku yanazidi uzuri wake. Ni mto, chemchem inayopita inakuvutia, hayaharibiki. Neno asinin, ghairi asinin, ni maji yanayopita kwenye hiyo pepo yako. Ni mto, alafu umejenga juu pepo bustani au nyumba zako ziko juu, kwa haya tutakazozisoma baadaye. Chini yake mito, ni mto. Sasa mto sijui una ukubwa gani kwa hii ya duniani. Maji yake ni mazuri, yana ladha, yanavutia. Wa anharun min labanin lam yataghayyaru ta'amu, na kuna mito ya asali, kuna mito ya maziwa, laban, maziwa, ladha yake haibadiliki. Ni mito ile. Sasa unataka kwenye maji, unataka mito ya maziwa. Sasa mito ya maziwa sijui ikoje. Haupati hamu tu useme ngoja nimwabudu Mungu nikaiona hiyo mito. Hii ya maji unaweza kujipa moyo ukasema ninayo au nimeiona duniani. Japokuwa nayo wakati mwingine inachafuka hii. Hii Mungu anasema haiharibiki, haichafuki maji yake. Sasa hapo kuna mto wa maziwa. Ladha yake haiharibiki vile vile, haibadiliki ladha. Sio maziwa ukiyaacha baadaye yanakuwa machachu. Hayo kama ilikuwa ni maziwa fresh mara yanaganda, yanaharibika. Haya maziwa hayaharibiki, na yana ladha
kilo kianyo nasikia ladha maziwa. Alafu ni mto sasa. Sasa huo mto wa maziwa ukoje ndugu yangu? Unatembea hivi chemchemi, unatembea maziwa. Kwenye aya zingine nasema ni meupe zaidi ya karatasi. Meupe, yani unaona kila kitu, unaona kwa weupe huo wa maji, wa hayo maziwa. Sasa ndugu yangu, unaposomewa maneno haya Mwenyezi Mungu, pata hamu basi ya kusema Mungu, nikifa nikaona hiyo mito. Leo watu wanatoka mbali, Ulaya wapi, wanakuja kuangalia simba. Ameatajiwa tu sifa za simba, anatoka huko, anatumia magharama, anakuja kuangalia simba pale Ngorongoro na Serengeti. Mtu anakuja kuangalia twiga, anatumia gharama. Hata wewe hapo ulioko Arusha, wakati mwingine unatoka na familia, hata tunaona siku zaidi watu wanaenda huko kuangalia wanyama, wanaenda Manyara, Tarangire, wengine mpaka Ngorongoro wanakwenda na familia. Watu wanafurahia unapoona pundamilia, ambaye sisi hata ukipita hapa hivi unakutana naye barabarani, wamejaa tu hapo. Lakini watu wanatumia gharama kwenda kuwaona wale. Haya sasa, mto wa maziwa, mto unatembea namna hii, upati hamu. Maziwa ambayo tunayanunua huko, mara ununua kute ni machachu, hayana ladha, uongeze na sukari juu yake ili uyanywe. Sasa Mungu anakuambia kuna mto wa maziwa, lam yataghayyaru ta'amuhu, utamu wake haubadiliki, ni mzuri, si machachu, hayaozi, sio machungu. Kisha anaendelea, wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin. Haya sasa, hapa na kingine, kuna mto wa pombe, ni ladha ya wanywaji. Umetajwa pombe. Pombe yenyewe ni mto unapita, yani wewe unajichotea tu, yani sio kujichotea tu, unatamani sijui nakujaje. Si wewe ndio mfalme? Tumesema wewe ndio mfalme, wewe ndio unaviamrisha vile. Sio wewe ndio unaenda unahangaika, labda kama hiyo mtu unahangaika upande ili ushushe, au ndege kama nilivyosema unamuwinde ili umshike ukamchome. Wewe ndio mfalme, unaviamrisha wewe, nataka nyama hii, nataka kunywa hii. Vinakuijia kama ambavyo kwenye vile vikombe ambavyo tuliozungumza, wakaasan dihaqa, vikombe vya ajabu vizuri, vinang'aa, hujawahi kuviona. Unatamani pombe, na tunaona dunia nzima uchumi mkubwa unaingiza hela ni pombe, si ndio? Na ndio inauzwa ghali. Ninahisi katika vitu vinavyouzwa ghali katika vinywaji na vyakula, pombe ndio inaongoza. Pombe na sigara, lakini pombe ndio inaongoza. Wewe tazama, ukipita kama kwenye jiji letu la Arusha siku ya Ijumaa, ambaye watu wanajua kesho waende makazini, na siku ya Jumamosi, baa namna zilivyojaa. Na unashangaa hata ndani ya Ramadhani bado zimejaa namna hiyo. Inaingiza pesa nyingi mno. Na serikali zetu huwa zinaongeza ushuru sana katika vinywaji hivi. Lakini kila vikiongezwa ushuru, wanywaji ndio wanaongezeka zaidi, na ndio wanabobea zaidi. Inaingiza hela nyingi sana katika serikali. Si ndivyo ilivyo mashekhe? Sasa Mwenyezi Mungu anasema hicho kinywaji msinywe hii ambayo inakutoa akili, inakutoa ufahamu, hii ambayo inakufanya usiende kuswali, hii ambayo inakufanya usijitambue, ukalewa, ukaanguka, ukaanza kuropoka maneno machafu mabaya ambayo yanakupatia dhambi.
na tukakatazwa usikaribie sala wakati umelewa, umekunywa. Wala taqrabu sala wa antum sukara, si ndio? Lakini Mungu anasema kinywaji hiki kiko peponi. Na vingi tunavyokatazwa hapa duniani wakati mwingine ni mtihani Mungu anatupa, lakini kule ameviruhusu, lakini kwa aina yake. Kama ni mvinyo, kama ni nini, ni ladha. Na Mungu anasema ladhatin lisharibina, vina ladha, ni vitamu. Wa anharun min asalin musaffa, na vile vile kuna mito ya asali iliyosafishwa. Asali ambayo unainywa, unaila, haikukereketi hapa kwenye koo, ina ladha yake, ni tamu. Hiyo ni pepo. Kwa nini tusipate hamu ya pepo ya aina hiyo, ndugu zangu? Sasa katika pepo hiyo Mwenyezi Mungu, baada ya kuelezea vitu vilivyomo katika hizo pepo, anahamia katika hizo nyumba zako za peponi na vitu vinginevyo. Hizi aya nazisoma ni nzuri tuzielewe. Lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Hizo nyumba zao za hao watu wa peponi zitakuwa zimejengwa gorofa juu ya gorofa. Hii neno ghuraf ukitafsiri tu ya kawaida hivi ni kama ghurfa, chumba, sio? Lakini kwenye tafsiri ambao wametafsiri maulama na wamezichukua kwa Ahlulbaiti alayhimussalam, ni gorofa. Lahum ghurafun min fawqiha ghuraf, ni gorofa. Sisi tunapenda gorofa wakati mwingine, na wamama zaidi wanapenda magorofa. Sasa nyumba zako kule ni gorofa, alafu chini yake sasa ndiyo inapita hiyo mito. Sasa hebu angalieni ujenzi ulivyo. Maro yake ni za ajabu. Hizi nitazitaja tu hivi ili uelewe. Muttakiina fiha ala al-araik ni'ma athawab. Katika hizo nyumba kutakuwa na vitanda vizuri vilivyopambwa. Kuna vitanda vya ajabu mno, vitanda kilichotandikwa kimenyoka vizuri. Na hii nadhani tuliwahi kuzungumzia siku moja umuhimu wa kutandika kitanda na thawabu wanazozipata wakina mama kwa kutandika kitanda kilichonyoka. Kwanza ukiachilia thawabu anazozipata, lakini pia ni raha ya macho. Ukiingia kitanda kimetandikwa shuka zuri, safi, linanukia vizuri, na wakati mwingine ukakuta labda kuna vimaua vimetupiwa pale kwenye kitanda. Kwa hii huwa vinafanyika siku ya harusi tu. Baada ya hapo hayapo tena. Lakini ukayakuta yamewekwa, yanakufurahisha. Na leo ni siku ya kina mama, ni leo au sijui lini? Leo tarehe 8 au imeshapita? Basi Zabasa anajua. Leo siku ya kina mama, sasa mnunulie mama Halima huwa leo. Si ndio? Sema inshallah. Sasa anasema muttakiina fiha ala al-araik.
kwenye hizo nyumba ambazo zimejengwa kwa vitu vizuri sana. Imamu Ali alayhi salam anasimulia nyumba hizo kwa namna tafsiri ya hiyo ya gorofa juu ya gorofa. Alipoulizwa akasema kuta zake ni za lulu. Kuta ni za lulu. Kuna matofali ya lulu huku duniani, umeona? Sasa asema kuta zake ni za lulu, yakuti na tobazi, sijui ndio nini. Dari yake ni la dhahabu iliyoongezwa na fedha. Dari ni ya dhahabu na nakshi yake ni fedha, zile za asili, yani sio hizi za michongo michongo. Sasa muangalia ni hiyo nyumba tu. Kwanza ukuta ni lulu. Sijui kama kuna mwenzetu yote aliwahi kuona lulu ilivyo, ile yenyewe kabisa original, ambayo inatolewa kwenye vina virefu vya baharini. Sasa kuta zake ni za lulu, mashekhe. Alafu dari yake ni ya dhahabu. Idari hii si singboard, sisi tunapamba, unaweka na mataa na nini, una majipsam, asante. Sasa hiyo ni lulu, ni dhahabu iliongezewa na fedha. Na kila gorofa juu ina milango 1000, na juu ya kila mlango kuna malaika 1000, na ndani yake yamesambazwa mazulia ya hariri laini yenye rangi nzuri iliyojazwa miski, kafur na kaharabu. Haya ni manukato, aina za manukato. Haya maneno ya nani, ndugu zangu? Imamu Ali alayhi salamu akitafsiri hii, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabuniyatun, iliyojengwa, tajri min tahtiha al-anhar. Sasa Imamu Ali anaelezea hivi, salawatullahi wa salamuhu alayhi, gorofa imejengwa hivyo, na kila ukifungua katika gorofa hilo unakutana na milango mingapi? 1000, na kuna malaika 1000, malaika wazuri wenye kupendeza, hutishiki pale. Alafu zulia lake ndio hili, mazulia ya hariri laini yenye rangi nzuri. Mungu akisema yenye rangi nzuri, ina maana wewe hujawahi kuona. Na huko pia unakumbana, kila huo mlango unapoingia unakutana na kuna mwanamke yuko peponi. Ladha haishi kama ambavyo matunda na nyama zile na vinywaji vile, ladha yako haikuishi, hushibi, na ndivyo ilivyo. Ni maisha ya starehe ya kupindukia. Na kwa nini siwe hivyo wakati wewe ndio mfalme? Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, wewe ndio mfalme mkubwa. Inna ahla aljannati muluk, wewe ndio mfalme. Ukiingia unakutana na kuna malaika hao 1000, alafu ukiingia unakutana na mwanamke wako katika hicho chumba, katika kila nyumba. Sasa sijui nani ambaye hapati hamu hiyo ya kuingia katika pepo za aina hii. Sasa hizi tumerefusha hizi aya, tumepunguza zile aya ambazo zilikuwa zinatutisha, kwa sababu zilikuwa zinatisha, za motoni. Japokuwa tulizielezea tukaelezea maji ya moto, usaa, na namna watu wanavyojingata, wanavyonuka na nini, sio? Tuliona watu walikuwa hawana raha, hawana uchangamfu. Sasa tumeingia hii yote ni katika suratul Naba. Sasa Amirul Mu'minin anazungumza hivyo, zulia hilo laini yenye rangi nzuri yaliyojazwa miski na kafur.
miski, harufu nzuri, na kafur. Na kaharabu ni aina ya manukato mazuri sana ambayo hayamkeri mtu. Na kila nyumba katika hizo ghorofa ukiingia unakutana na aina tofauti, sio ile ambayo uliona hapa. Ukiingia hapo unakuta ndio ni tofauti. Sasa ikiwa milango 1000, kila unapoingia hapo unakutana na 1000 ina rangi tofauti. Hizo rangi ni ngapi alizoziumba za Mwenyezi Mungu alizoziweka huko? Wewe mwenyewe tu tahayyar, angalia namna ilivyo. Na mwanamke utakayemkuta kule yuko tofauti na yule uliyomwacha kule, ni tofauti. Na hakuna hata mmoja, ni wanawake wa peponi hawa maalumu wameumba na Mwenyezi Mungu. Hakuna hata mmoja ambaye utasema bora ya yule. Si hapa duniani unaweza ukachagua ukasema bora yule, lakini kule kile unapokwenda ndio hayo maneno kama yalivyokuwa kwenye nyama za ndege, mimma yashtahun. Una hamu, unapata ladha, unampenda, na ndio maisha yako. Na tena ni maisha ya milele, sio maisha ya muda mfupi. Anaendelea Mwenyezi Mungu, vyumba vya peponi na kupambwa, muttakiina fiha ala al-araiki ni'ma thawab, wanaegamia humo juu ya vitanda vilivyopambwa. Muttakiina, yani umelalia au umeegamia vitanda vizuri vilivyopambwa. Fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariqun masfufatun wa zarabiyun mabthutha. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Hizi ni sifa za peponi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema hivi, humo mna viti vya fahari, viti vya kifahari. Si ni mfalme? Angalieni wafalme na vitu wanavyotembea na vitanda vyao na mavazi yao. Sasa Mungu anakuambia wewe ndio mfalme halisi. Fiha sururun marfua, humo mna viti vya fahari, na wa akwabun mawdua, na vikombe vilivyowekwa vizuri. Vikombe vimewekwa vizuri vya ajabu kabisa, na mito iliyopangwa vizuri. Kuna viti alafu nakuta vimito vimewekwa hivi vya kuegamia labda na nini. Wana mariqu masfufa, na mazulia yaliyotandikwa mazuri, na vitambaa vilivyokuwa vizuri vya kifahari. Ala sururin mawdhu'a, na watakuwa juu ya viti hivyo ambavyo kuna vitambaa vile vile vimewekwa. Kwa zamani ilikuwa hata kabla hivi havijaanza kushonwa na Mchina ambavyo vinauzwa sasa hivi, wamama wetu walikuwa wanafuma vile. Ndio ukuta kwenye sofa, kwenye viti kuna vitambaa vinani vile vya kufuma vimewekwa pale, vile vya nyuzi. Kwa sasa hivi ukina mama wananunua, vinauzwa vitambaa vimetandikwa, vimechorwa. Kwa kuchora sasa naye imesubiri mpaka siku ya harusi ndio unaweza kuona shuka labda limechorwa au kitambaa kimewekwa juu yake cha kuonyesha upendo, kopa, si ndio? Lakini kule ndio maisha yako, na kila chumba kina aina tofauti na chumba kingine. Sio kuwa vinafanana vyote hivi, hiyo zulia, kitanda, kiti, vitambaa vilivyowekwa, vikombe na vingine alivyovitaja Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu anasema ala furushin
batainuha min istabrak, wakiegemea kwenye vitanda ambavyo vitambaa vyake ni vya hariri vizito. Vitambaa hivyo ambao unaegamia kwenye kitanda. Ni maisha yenye ladha. Kisha anaendelea, haya nasoma haraka haraka kwa sababu ya muda pia umekwenda. Wayutafu alaihim bianiyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Hii naye inahitaji kumsalia Bwana Mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hii pia Mwenyezi Mungu anazungumzia vyombo vilivyoko, vyombo vya fedha na vikombe vya vigae vya fedha, wamevifanya kuwa ni kwa kipimo maalum. Hiyo ni aina. Alafu hapa yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'asin min ma'in, wanazungukwa na vijana watumishi wavulana wasiochakaa, ndio watumishi wako. Unajua na ukikaa mwenyewe hata kama ni peponi huoni watu na nini, si mfalme, silaye mfalme, unaona una watu pembeni wamekuzunguka, si ndio? Ukiwa mkubwa unasikia ladha. Sasa hata kama mkubwa unatembea peke yako kuna raha? Hamna raha. Sasa kuna vijana wanapita hivi, hawachakai hata mara moja, wanawahudumieni tu. Vikombe vile wanaviweka hapa, wanavisogeza wanaweka hapa hivi, wanapamba. Vijana wa peponi. Zaidi ya hapa ndugu zangu, kuna hao wanawake wa peponi, wahurun ainun kaamthali lu'lu'i almaknun. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Wahurun ain, na wanawake wenye kumeremeta, wenye macho mazuri. Wanawake wa peponi wenye kumeremeta, wenye macho mazuri. Ya macho hayo kaamthali lu'lu'il maknun, macho hayo ni kama lulu zilizofichwa. Yani lulu ile ilihifadhiwa, imefichwa, imewekwa, kwa sababu lulu ukiificha ndio inameremeta vizuri kuliko ukiweka hadharani. Ukaifungia kwenye kabati ndio inang'aa. Wanawake hao macho yao ni ya lulu. Na inapotamka hurun ainu, ni kiburudisho cha macho. Qurratu ain, kiburudisho. Wanawake wa peponi. Fihinna qasiratu taraf lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Allahu akbar. Abbas, unasikia maneno ya Mwenyezi Mungu? Anasemaje? Hao wanawake ambao wanang'aa, wazuri, wanameremeta, macho yao ni ya lulu. Anasema watakuwemo wanawake watulizao macho, wanarika moja, hawajawahi kuguswa na binadamu wala majini, maana ni wadogo. Wanawake wako wa peponi wako aina hiyo. Na mkiingia pamoja na huyu wako wa duniani, yeye ndiye atakuwa mama mwenye nyumba kule. Uzuri wake utakuwa ni maradufu ya yule mwanamke wa peponi. Na yeye naye anarudi dogo hivyo hivyo, hata kuwa mzee tena, kwa sababu peponi hakuna mzee jamani. Sisi tumezeeka, tukinyanyuka hapa tumeinama kidogo,
Umechoka? Umri umekwenda. Kule hapana, hakuna mzee. Kasim, hautochoka hivyo. Utachokaje maneno mazuri ya Mwenyezi Mungu haya? Haya maneno yanakuchosha kweli? Hayachoshi. Haruna, tunaelewana? Sasa anasema ni wasichana wadogo. Fihinna qasiratu taraf lam yatmithuhunna, hawajaguswa na yote. Kaannahunna liyaqutu wal marjan, kana kwamba wao hawa wanawake ni yakuti na marjani. Sasa sijui kuna nani amewahi kuona yakuti na marjani, hata tufafanulie. Sheikh Salim, uliwahi kuona? Kuna mtu aliwahi kuona yakuti na marjani? Sheikh Hussein, kaannahunna liyaqutu wal marjan, hawa wanawake wa peponi ni kana kwamba yakuti na marjani. Nani aliyokuona kwa macho yakuti na marjani ile yenyewe? Au ni za peponi hizo? Labda. Subhanallah. Sasa ni wanawake bora mno ndugu zangu. Ni wanawake bora mno. Kisha anasema kaannahunna baydun maknun. Hao wanawake wa peponi hao ni kama vile mayai yaliyohifadhiwa. Sijui utavutaje picha, ni mayai. Yaani wamehifadhiwa vizuri. Sasa unajua yai unalihifadhi vizuri. Yaani wamehifadhiwa vizuri kwa usalama wa hali ya juu. Kama vile yai. Wewe ukilibeba yai hivyo unaogopa lisivunjike. Kwa hiyo wanawake wa peponi wamehifadhiwa hivyo. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran urban atraba walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Hizo ni sifa za hao wanawake wa peponi, ambayo kwa hakika tumewaumba wanawake hao kwa umbo bora mno, na tukawafanya ndio kwanza wanaolewa, wanaopendana na waume zao, wanapendana, ambazo kama mnavyokumbuka tulipokuwa tunawazungumzia hawa wanawake kule, tulisema neno atraba wa kawaiba. Atraba ni wale ambao wanaendana na nyinyi, mwanamke munasibu kwako, si kero. Ndio hapa urban atraba, wanaopendana na wanaume zao, yani ni upendo ambao hauna kero hata kidogo. Lahum fiha azwajun mutahhara, hao wanawake ni wametakasika, wako salama. Mwisho kabisa mwanadamu muumini huyu anaingia katika pepo ya aina hiyo, anasema alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada. Shukrani zote zimwendee Mwenyezi Mungu muumba, ambaye ametimiza yale aliyoyaahidi. Ahadi hii inatimia, kwa hiyo unaingizwa kwenye pepo ya aina hiyo, unasema alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa ufupi sana nimeelezea hali ya peponi kwa aya hizi kadhaa. Aya ziko nyingi kuhusu pepo. Niombe na tuomba na tupeane nasaha, tuhusiane kheri sote. Pepo hii tuikimbilie.
kama bado tunapumua kwenye mgongo wa ardhi na Mwenyezi Mungu ametupa uzima huu tuliokuwa nao, tuikimbilie pepo hii. Tusije tukasubiri pumzi zinakatika, zinaisha, ndio unaanza kutamani. Unaenda kuona jamaa zako, marafiki zako wanapelekwa peponi, alafu wewe unapelekwa motoni. Mwenyezi Mungu atuepushe na hilo. Sote tushikane mikono, sote tuhimizane, sote tuwe mashujaa katika kuikimbilia pepo. Kuwa shujaa, na hii hadithi tuliisoma katika darasa lililopita, ashja'an nas, maneno ya Bwana Mtume. Shujaa wenu, una ushujaa wetu, uwe ni ushujaa wa kuacha starehe, tumkimbilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo niwaombe na nisisitize tena, njooni katika mikesha. Tunaelewa mazingira ni ya mvua, mazingira ni ya baridi, lakini malipo ni kadiri ya uzito unayopambana nao. Kama inavyokuja ima ni hadithi au ni makula, inasema al-ajru ala qadari al-mashaqqa. Malipo ni kadiri ya tabu unayoipata. Katembea na miguu, ile tabu unayoipata malipo yake ni makubwa. Na hii hadithi tutakuja kuisoma usiku ile, namna hatua unayoipiga katika tabu. Kwa hiyo malipo ni kadiri ya shida unayoipata. Unapambana, umeacha usingizi wako. Ndio maana sala ya usiku ikawa na malipo makubwa. Sio sala ya faradhi, ni sunna, lakini malipo yake ni makubwa mno. Ni kwa sababu gani ikawa na malipo makubwa hivyo? Kwa sababu watu wamelala, wanakula starehe ya usingizi, wewe unaamka kwa ajili ya kuswali, umeacha usingizi wako. Ni shida sana kutupa shuka kule, alafu ukaanza unachukua udhu, unaswali, umekaa kwenye mswala usiku, wakati ni muda wa usingizi. Sasa ndio maana Mungu anakupa malipo ambayo hayana mfano kwa sala usiku. Na pia tunaambiwa hata kufunga, ukifunga kama jua limekuwa ni kali, malipo yake ni makubwa zaidi kuliko yule anayefunga wakati wa baridi. Kwa sisi tunashangilia hali ya hewa ni nzuri. Kama kwetu Arusha hali ya baridi ni nzuri, kwa hiyo hatupati hata shida ya maji. Kwanza hata maji wakati mwingine hata hatunywi siku nzima. Sio? Kama tungekuwa hatusisitiziwi na madaktari kunywa maji, unaweza kupitisha hata siku 2-3 hujanywa maji. Kuna watu huko Arusha, hasa katika mazingira na majira haya baridi. Na kama utoki jasho, ufanye kazi, hauni maji, si ndio? Sasa ina maana hata ukifunga wewe, watu wanasema usinywe, wewe kunywa hata iko kichwani. Sasa yule ambaye anapambana kwenye jua, joto ni kali, kiu ile, malipo yake anayapata makubwa kuliko wewe ambaye kwanza hata una kiu. Si kuna tofauti? Tofauti ni kubwa. Kwa mtu aliyoko pwani na jua lilioko kule. Sasa Arusha wakati mwingine hata jua linapita, hata unafika magharibi, hata njaa hata hujahisi. Lakini Mwenyezi Mungu atatulipa inshallah makubwa pia. Lakini hadithi nasema anayefunga wakati wa jua kali, malipo yake ni makubwa zaidi kuliko anayefunga wakati kwenye hali ya hewa ya baridi. Takriban riwaya iko namna hiyo, si ndio cha Hussein? Kwa hiyo inshallah, kwa tabu ya kutoka manyumbani kuja na hali ya mvua ambayo kwa kwetu imeanza kunyesha usiku, jioni, ukajibidisha na yale matope, ukayakanyaga, ukasema hapana, naenda mimi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika usiku wa Lailatul Qadr,
malipo yako ni makubwa, na tumuombe Mwenyezi Mungu malipo hayo tuanze kuyaona humu duniani. Kama mtu anamuomba Mwenyezi Mungu ampe riziki, ampe maisha mazuri yeye na familia yake, ampe afya njema, tumuombe Mwenyezi Mungu aanze kukuonyesha matunda hayo hapa duniani, na akhera akatuonyeshe zaidi. Kwa hiyo usije ukapata uvivu kwa kusema bwana mvua inanyesha nilishindwa kwenda. Ndio ambayo huwa mara nyingi tunatoa sababu. Mvua bwana nikashindwa kuja. Matope alikuwa mengi nikashindwa. Kama ambavyo wengi tunashindwa kuja msikitini kwa sababu tunahofia matope. Lakini utakapokanyaga ile kwa tabu, ni tofauti na mwingine ambaye anakuja kwa kipando. Hatua zako wewe zina malipo makubwa. Sisi ambao na kipandwa ukuta hatuoni tabu, na malipo tumesema al-ajru ala qadaril mashaqqa. Wewe ndio unaipata tabu kwa kukanyaga matope. Unafika hapa viatu vimechafuka, miguu imechafuka, labda kanzu pia imeshachafuka. Mama nyumbani anaenda kupata tabu kuifua kwa matope ambayo uliyapata kwa kwenda msikitini. Ndugu yangu, amini malipo utakayopata mbele ya Mwenyezi Mungu hayana mfano. Tujibidishe katika haya. Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kukesha katika masiku haya Lailatul Qadr. Na Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kumuomba Mwenyezi Mungu, na atupe taufiki ya kumpenda Bwana Mtume na ahlulbeiti zake alayhimussalam, na atujalie malaika wa rahma katika usiku huu wa leo ambayo ni usiku wa kupigwa upanga Imam Ali alayhi salam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na mapenzi ya dhati kwa maasumina wetu alayhimussalam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad